Wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen ambao wanafahamika kwa jina lingine la Nusra wametangaza kuwa vikosi vya jeshi lao vitaweza kufanya mashambulizi dhidi ya Israeli katika kuunga mkono Lebanon na kundi la wapiganaji la Hezbollah. Endapo jeshi la Israeli litaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Lebanon, hatua ya mashambulizi yanaweza kufanywa wakati wowote kupitia wapiganaji wa Kihouthi, kuonyesha mshikamano na Lebanon na harakati yake ya mapambano ya Hezbollah. Kutoka kwa vikosi vya IDF vya Israeli vinavyotajwa kuingia katika ardhi ya Lebanon, Mohamed Al-Fat, mjumbe wa ofisi ya siasa ya Ansarut ama Wahut, ametoa ujumbe huo katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X. Adui mwa Israeli anapaswa kutambua kwamba hujuma yoyote nchini Lebanon itakabiliwa na mujibu kwamba wanajeshi wake wa kusini wa nchi hiyo wataendelea kuwa katika hatari ya mauaji siku hadi watakapoondoka kusini mwa Lebanon, amesema Al-Fat. Mapema Jumatatu, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alitangaza kuwa utawala huo utafanya mashambulizi katika kitongoji cha Deha cha mji mkuu wa Lebanon, Beirut, huku utawala huo ukiendelea kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, jeshi la IRGC limetangaza rasmi kwamba huenda likaingia vitani dhidi ya Israeli kutokana na kutokubaliana kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na namna jeshi hilo linavyoendelea kushambulia Lebanon. Hata hivyo, baadaye rais wa Marekani Trump amesema utawala wa Israeli umegairi kufanya mashambulizi ya kijeshi yaliyopangwa, lakini tangazo la Trump limetolewa baada ya Iran kuonya kuwa haitovumilia wimbi jipya la uchokozi wa Israeli dhidi ya mji mkuu wa Lebanon. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetaka kukomesha uchokozi katika nyanja zote katika eneo la magharibi mwa Asia ikiwemo Lebanon. Tehran inatambua kukomeshwa kwa mashambulizi kuwa mojawapo ya masharti ya makubaliano yaliyofanywa ya kina na Marekani na Israeli yenye lengo la kukomesha vita vinavyosababishwa na mashambulizi ya Washington yasiyokuwa na sababu dhidi ya Iran kati ya Februari 28 hadi Aprili 7. Lakini moja kati ya jambo ambalo sasa linatajwa ni kwamba Israeli imeanzisha mashambulizi mengine huko Lebanon. Ni katika kile ambacho waziri mkuu Netanyahu ameona ni njia pekee ya kuangamiza wanamgambo wa Hezbollah ni kuwafanyia mashambulizi na kuwashambulia kabisa. Israeli inaendelea na mashambulizi yake dhidi ya Lebanon mnamo usiku wa jana, lakini haikushambulia Beirut kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kiasi fulani na kundi la Hezbollah ambalo huungwa mkono kwa sasa na wa Iran pamoja na wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen. Lebanon imesema kwamba chini ya makubaliano yaliyotangazwa na rais wa Marekani Trump usiku wa jana, vikosi vya Israeli havitashambulia mji mkuu kwa mabomu na Hezbollah haitashambulia Israeli. Hii ilitokea baada ya Iran kusema hatua ya Israeli huko Lebanon inahatarisha mazungumzo kuhusu makubaliano yake ya kukomesha vita vyake dhidi ya Marekani. Licha ya Marekani wenyewe na Israeli, Iran zilianzisha mashambulizi mapya huku mazungumzo ya kusitisha mapigano yakiwa yamekwama. Kufuatia tangazo la kusitisha mapigano, jeshi la Israeli limesema limezuia makombora mawili yaliyorushwa kaskazini mwa Israeli. Hezbollah imesema imemshambulia vikosi vya Israeli kusini mwa Lebanon, ambapo maafisa wameripoti mashambulizi mabaya ya Israeli. Hali katika Mashariki ya Kati bado hayajakaa sawa, wakati Marekani na Irani wakijizuia kuhakikisha kwamba Hezbollah pamoja na Israeli zinaacha kushambuliana, lakini zenyewe zimekuwa zikiingia katika mashambulizi ya mara kwa mara. Na anadaiwa kwamba jeshi la Marekani limesema limeanzisha mashambulizi ya kujinadi dhidi ya Iran na kugundua makombora masafa marefu na ndege zisizokuwa na rubani kwenye meli na nchi za Ghuba. Mashambulizi hayo kwenye kisiwa cha Qushem katika mlango wa bahari wa Hormuz ilikuwa ni kujibu majaribio ya mashambulizi ya Iran kote Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya Marekani na CENTCOM ilisema, huku wa Iran wakisema wameshuhudia kambi na helikopta za Marekani katika nchi ya kikanda kwa kutumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani kama sehemu ya kulipiza kisasi.